Niambie mwanangu. Ilikuwa vizuri leo huko. Ili nikueleze matatizo ya huyu mwanao. Huyu mwanao ananizalilisha sana kiukweli. Amfanya nini? Huyo mwanao sasa hivi anafikia hatua anagombana na watoto wa kiume. Anadai kwamba eti nimechukuliwa demu wangu. Hebu rudia tena. Yaani huyu mwanao anagombana na watoto wa kiume huko nje kwa kudai kuwa anamchukulia demu wake. Yaani yeye na yeye hapo alipo sasa hivi ni mwanaume. Sasa hebu ongea naye. Mwanangu. Maana hii umekuwa tomboy. Anayosema kaka yako anakuzulia. Hapana mama, mimi sio tomboy. Wewe unajua fika kabisa mimi na kaka hatuelewani. Tunagombana kila siku mundani. Wewe hatuelewanagi kabisa. Kaka yako anaweza kukuzulia. Kaka yako akuzulie. Mnafia nini mpaka kuzulie? Mwanangu. Mimi najua uko dukani unafanya biashara. Kumbe una yako mengine ya utomboi. Wewe umekuwa tomboy? Hapana mama. Wewe anakuzulia. Mimi kaka ananichukia mama. Mimi sipo hivyo. Aha. Ndio maana kuna mtu alikuja kuniambia mwanao sasa hivi anajihusisha na madawa ya kulevya. Kumbe ni kweli. Timua shule nzima afu bado poa au vipi? Hamna. Da kabisa baridi mdogo wangu hapo nyewe kama hamna noma baridi. Hamna. Baridi mdogo wangu hapo nyewe na noma. Kaka. Kula nyumbani mama anauma sana. Anauma kila siku wewe kwenye chakula yeye hali. Yaani muda wote unyonge muda wote kashika tama tu. Nisikilize mdogo wangu sio. Yaani hivyo vipengele unavyonipangilia mdogo wangu sio. Ujue hakuna siku umeongea vitu ambavyo mimi mwenyewe nikakaa kwa umakini japokuwa na machechele yangu yote unajua kuvisikiliza kama leo. Mimi mwenyewe nimegusa sema nini? Kweli nilileta noma pale mtaani sema nini mimi nitakuja siku hiyo. Hamna bwana tunde nyumbani. Lalo makonada batapona. Mimi si unaniamini kakako? Na mimi sina kuamini wewe mdogo wangu. Tunaaminiana au vipi? Nisikilize. Mimi kuna mazingira hapo naenda kwa force nini nimletee bibi mkubwa vitunda tunda nini na mwenyewe vichenji vya shule si unajua. Usijali mdogo wangu si unajua. Mama nauma sana. Sawa. Usijali mdogo wangu si unajua. Mimi natokea hapo dakika chapu tu dakika 0 mimi nakuja kutokea. Kaka hamna bwana tunde nyumbani. Lalo makonada batapona. Usijali mdogo wangu au vipi? Unafanya biashara. Kumbe wewe uko unafanya mambo yako ya utomboni na mambo yako ya madawa ya kulevya. Kweli? Mwanangu, unaijua serikali wewe? Wewe kweli umekuwa tomboi? Kazi ipo. Kwa mama hata wewe unaongea vitu kama hivyo mama. Wakati fika unajua kabisa mimi sina mambo hayo. Na kaka ananichukia mimi huyu. Hakuchukie kwa lipi? Hakuchukie kwa lipi? Juzi tu mama ukuepo. Hapa nusu nimpige makofi. Nimeheshimu tu kwa sababu ni mtoto wa kike. Alafu siku zote mama lisemwalo lipo na kama alipo basi lipo njiani. Huyu mwanao sasa hivi amekuwa chetu, yani afai. Ni bora hata tumpeleke huko tukapewe hata gunia la mkaa tu wape tu. Kwa sababu ananizalilisha mimi. Hajui jinsi gani naumia. Yaani wewe kugombana na wanaume eti kisa akanyang'anywa demu na kati mwenyewe ni mtoto wa kike. Wewe vipi mbona unafuatilia maisha yangu wewe? Fuatilia maisha yako. Alafu kwa nini wewe ni bro wangu? Kwa nini unanichukia kama wewe? Unaona unapojibishana na kaka yako? Ninaamini kweli wewe umeanza mambo mabaya. Mimi mama huyu kazidi sana mwanao. Yaani wewe unafuatilia maisha yako bwana. Wewe unanifuatiliaje wewe? Fuatilia maisha yako. Leo mama yupo, kesho hayupo, subiria. Kwa hiyo sasa unatukasirikia sisi? Why? Unasoma? Kwa kweli nimeona itabidi mimi na wewe tukae chini tuweze kufuatilia huko. Kwa sababu naona anakuelekea.
Ongea na mwanao mama, mimi nitachoka dharau. Yaani mimi nitachoka dharau, ongea na mwanao. Hii mara ya pili leo anaonyesha dharau mbele yako. Tuliangalia hili swala ni zito. Usione kama lina urahisi. Nakuelewa mama, lakini hajui tu dogo jinsi gani mimi anamikwaza. Wow. Yale sasa ningejua ngoja. Mtoto anataka kunitambua mimi. Wewe. Yaani wewe ndo usikii kabisa? Tena usikii. Unamlilia nani? Unaolitafuta na umelipata. Unamlilia unamlilia nani? Na ule atafuta ndo umeyapata. Kinachokuuliza nini? Atakusaidia nini? Au unataka kutuachia tu matatizo tu hapa? Na ndio maana wanaongezekaga watoto wa mitaani kwa sababu hizo. Sasa wewe umebeba mimba ya kibaka. Kesho na kesho kutwa kakimbizwa huko kapigwa. Kauliwa. Huyo mtoto atakayekuja kuzaliwa ufikiri utaweza kumlea yeye mwenyewe? Si ndio atakuja kulelewa tu mitaani? Na mwisho wa siku anakuwa mtoto wa mitaani naye atakuwa kibaka kama babake. Naomba nisamee mamangu, nisaidie. Nisaidie mamaangu. Ulivyokuwa unayafanya ulikuwa hujui kama kombele utahitaji msaada. Si ndio ungetulia sasa ukajituliza ili ukapata msaada mzuri. Sasa huo msaada ule utafuta wewe sasa hivi wa matatizo. Kwanza umetoroka. Afu pili mwanamenye hana mbele hana nyuma. Si ndio ulivyotaka? Yaani nimepita leo lakini nimepita tu ili mradi nisifanyeje kwa sababu wewe mwanangu. Nisamee mamangu, nimejifunza. Sitarudia tena mama, naomba unisaidie kwa sasa. Sasa kinachokuuliza sasa hivi nini? Si ulikuwa usikii wewe? Kile ukiambiwa usikii. Sasa unalia, kinachokuuliza ni nini? Eti nisaidie kwa sasa. Nikusaidie nini sasa? Nikusaidie kubeba tumbo au nikusaidie nini? Hivi watoto zetu kwa nini nyinyi hamsikii? Wazazi tunapambana kwa ajili yenu lakini nyinyi na hata sielewi kwa kweli. Nisamee mamangu, ningejua ningesoma mama, sasa nimejifunza. Utajifunza nini? Kujifunza mpaka yashakuharibikia ndio unasema umejifunza? Naomba nisamee mamangu, sitarudia tena, nisaidie kwa sasa mwanao. Mimi nitakusaidia nini sasa? Beba lilo tumbo. Mme atafuta. Watoto wadogo mkiambiwa hamsikii. Kwa nini lakini? Naomba nisamee mamangu, sitarudia tena. Nisamee mamangu, hali yangu kwa sasa hata sio nzuri. Sawa, kila mchuma janga anajua ulana wa kwao. Ndicho unachokitaka wewe. Kwetu sisi kutuletea matatizo. Haya, mimi sina hata cha kuongea. Maana tena nilikuwa najipitia zangu tu hapa. Naona niondoke, sina hata muda wa kukaa. Utajijua mwenyewe na matatizo yako na yatafuta. Mama. Sio taipu zangu wala nini, sio ananipa nini yani hapa. Jiko taipu zangu mimi hizi. Na michumvi mingi unajua, umezidisha chumvi sio nini, mimi tangu lini kaingia jikoni babu, mbona anatamia yusho? Alikuwa anakaza, sio nini, sio chumvi, sio pika jikoni. Mimi ninachotakiwa upike chakula kizuri sana. Mimi nipo hapa nasubiri iko chakula. Tena hujui nimefly kinoma yani. Unafuata nini? Wewe pika bwana, mimi hata sikufuata wewe. Wewe si upike. Lo. Usichoreshane babu, sawa? Kama vile mimi naweza nikasusa hapa nikaenda kula na mantilia, mtajua mtakula nini unajua. Sikia kwambie leo, kitu ambacho hujui. Yaani bi mkubwa mimi ninavyomfahamu, lazima atakuja na wageni leo. Hivyo cha kufanya pika chakula kizuri sana. Tena kiwe kitamu. Bro, jua nakuheshimu. Vipi wewe mama? Mbona design kama unalia? Hamna. Sidi.
Hauli na kati nakuona unafuta machozi hapo unasema hauli. Na mawazo yangu tu. Mawazo gani mamangu Wakati mimi nipo ndo kama hivi nimekuja mama mtu ile bali. Na mawazo baba. Unanikosea sasa mamangu. Mimi nipo jamani, kwa nini unalia Hivi mchozi hivi hapa naviona mama mtu hapo wenyewe unajua zile mapenzi. Unalialia usilie bwana mamangu. Au tayari washakuletea maneno fake maana ile watu kwa kuyazusha. Najua mitai hapa namna gani sio poa. Unajua zile usilie bwana mimi na wewe tena. Kitu gani kichokuwa kinakuliza? Utazaa tu mamangu, mbona baridi hapo wenyewe Mungu atabariki. Au ndo balia hapo kashaanza kupiga mashuti nini mateke nini aniambie mamangu, nataka kula nini leo? Leo nataka kula chipsi kuku. Yana. Mamake lakini wewe usiniambie mamangu, nataka kula chipsi kuku. Anapopika huko, wewe unakuja unakuta tu chakula unakula. Leo zamu yako pika hapo. Sikiliza, sawa? Nina uwezo sasa hivi nikasusa, nikaenda kula mama ntilie sijui mtakula nini. Wewe vipi bwana, mimi naogopa bi mkubwa. Sasa wewe msikia. Sasa wewe unavyokuja unakuta chakula hapa unakula, bi mkubwa anapika. Unasikia burudani kabisa. Sasa leo nitakuwa na wewe upike. Yaani upike chakula hapo. Wewe sikiliza wewe, kwanza basi tu leo umenipata. Hii sio type yangu. Mimi nafika jikoni bwana, ninalazimisha tu mimi type zangu. Hizi type za kike, mimi mwanamke babu, mimi na kiume, mimi mwanaume kama wewe. Tena kama vipi? Nipe nionje hata chumba. Kausha babu. Shika. Bro, nakuheshimu unajua. Ina haja kununa, ina haja kufanyaje? Ninachotakiwa upike. Na upike chakula kitamu. Na mimi siondoki leo. Bro, nikaushie bro. Bro, naomba usepe. Yaani pika chakula niko hapa, nasubiri. Shoga nini? Mama. Wanangu. Karibu mwanangu. Karibu. Bora mwanangu ulivyokuja. Za huko. Nzuri mama. Bibi ya jambo. Bibi ya jambo, mbona unakuwa hivyo? Mwanangu acha. Mimi sisemi. Mitihani ya kakako. Na mkikumbuka mume wangu ndo kabisa tangia afe mume wangu. Sina raha tangia afe baba yenu. Sina raha hata kidogo. Yaani umefika tu kufanana na mimi hivi nilivyo ndio unakuwa hivi. Tangia aondoke baba yenu sina raha ya dunia. Yaani sina raha hata kidogo. Sasa mama, masuala upumbavu wa kidu na masuala ambayo umetoka hapo. Kabla baba yenu hajafa hakuwa hivyo kidu, lakini tangia afi baba yenu umekuwa mitihani, sina raha hata kidogo. Kila siku nafanya kaza kumsikiliza yeye. Usiseme hivyo. Ni makosa ya kaka, sio baba. Mbona baba imeshapita? Kaka yako ana msala na mimi kia hatua mpaka kuna madada hapa wawili wamekuja kaiba simu, wamekuja hapo wameninyaa mpaka wanafikia hatua hata mimi mwanangu simpi hali akashiba. Chanzo mume wangu kafa ndo chanzo mimi kidu na mtuma fanya wizi mimi nile hivi kweli. Lakini mama ile swala. Mama usisikize masuala ya watu. Ukiendelea kusikiliza ndio utazidi kufunda. Nimeamini ama kweli kuzaa sio kupata. Mama usiseme hivyo mama. Yaani tangia dada yangu aende Zanzibar kumbe anazidi kuharibika tu hapa. Amna mwanangu kidu anakuja kuniwa na pressure. Kidu sio unamjua kakako kabadilika vibaya. Yaani kidu. Ni bora kumbapo wangu tufanyia sisi.
Ni bora angetuibia sisi humu ndani tungemalizana naye. Yaani bi mkubwa ananipa dela mimi nivae. Mimi na dela wapi na wapi sasa? Hizi sio mapigo yangu haya. Mkubwa anazingua. Acha tu nirudishe sasa. Mimi na dela wapi na wapi bi mkubwa naye? Mimi sio type zangu hizi. Yajayo kwenye Tambara. Nimekuja kumcheki mwenzangu. Eti mwenzangu. Mwenzako hivi nilikuozesha wewe? Baba sema mwenzako. Nilikuozesha? Wewe mtoto. Na unalo nitafuta. Naona nitafuta la rohoni. Mkubwa. Yalopita yamepita, afu yale yenyewe yametokea tu kwa bahati mbaya kwamba hamna mtu alokuwa anajua kama litakuwa vile. Mimi mwenyewe sikujua, afu mimi mwenyewe sijategemea kwamba ni bahati mbaya tu, mistake tu imetokea mama yangu. Anajichekecha kwenye bibi mkubwa. Mimi naondoka mwanangu. Naondoka mwanangu pekee. Usiondoke mwanangu. Mimi niko peke yangu jumba lote ili naishije peke yangu mimi. Baba yako najua ni mtu wa safari. Au unakumbuka yale maneno nilikwambia siku ile? Kama kweli nimeamini. Shetani akizeeka anakuwa malaika. Ana bibi mkubwa leo kuongea kauliza. Acha nianze kumshindilia magumi ya tumbo mwanangu mama mtu afu. Chafu kama unavyojua mama mtu nini mjamzito ile pale mwanangu apige magumi ya tumbo. Sasa uone ile na hali yake ana ujauzito unampigaje magumi ya tumbo sasa? Mpiga mwanangu. Yule sio demu, yule mama mtu umemweka ndani. Anasamania mke wako, si ndio hivyo? Sasa unashindwa control hasira unampiga ngumi za tumbo. Alexei, ujauzito unaharibika. Inakuwa vipi? Kweli mwanangu hilo ndo hivyo yani mwanangu yani sijui ni shetani sijui ni nini yani mimi mwenyewe yani mpaka najuta yani mwanangu dakika hizi hapa. Vitu vingine unatumia akili. Si mbona tunakula witi tunakula koshi. Ngolo ingilia ndio unaotokea. Umeelewa vizuri? Naomba utoke. Nataka tukae chini tuongee bi mkubwa. Uongee na mimi. Nimekuambia mlango ulogira ndio utoke. Tena utoke kama sijakuta polisi. Sawa bwana bi mkubwa. Sema nini? Hilo haliwezekani. Sikiliza nikwambie. Mlango uloingilia ndio utakaotokea. Naomba uondoke. Na fujo zako naomba nyumbani kwangu sizitaki. Tena naomba utoke. Sema sawa. Poa tu mimi naondoka sema nini? Yaani kivyovyote vile yule mamtu wangu, yani yule mamtu wangu afu mwenyewe anaelewa ile. Yaani kwanza